nguvu ambazo zilifufua Bwana Yesu. Tunatamanio ndani ya moyo wako asubuhi ya leo ya kwamba utatamani kumjua Mungu zaidi, utatamani kumwelewa Bwana zaidi, ili katika maisha yako hautatembea safari ya kawaida, hautatembea na Bwana kama hamuelewi. Watu wawili wakapelekana na Yesu wakati walikuwa wanaenda Emausi, lakini hawakuwa wanamjua ya kwamba ni Yesu tunatembea na yeye. Situmwambie Bwana asubuhi ya leo, hatutamani Bwana na wala hatutaki kutembea na wewe na tukose kukujua vizuri. Tusaidie Bwana, fungua macho yetu ya ndani, fungua mawazo yetu Bwana, ili mwaka huu nabii ukawe ni mwaka wa kukujua vizuri. Mambo ambayo yalifanya tulalamike, mambo ambayo yalifanya tutete, kwa sababu hatukuwa tunaelewa ni nini kinaendelea katika maisha yetu. Si tusaidie kuelewa mwaka huu. Si tukielewa hatutateta, si tukielewa hatutalalamika, tukielewa ndio haitainama, tukielewa hatutakasirika. Baba, tupe roho ya kuelewa katika jina la Yesu, mioyo yetu ya kutamani. Na tumetamani kushikana na moyo wako. Wakati Daudi alikuelewa Bwana, si alienda akinena maneno yamejawa na nguvu, si alienda akinena maneno ya imani, si alienda akinena maneno ambayo itafanya maisha yake iweze kutokea. Baba, tunaomba ya kwamba mwaka huu utatusaidia, tutafanyika nabii wa maisha yetu, tutajinenea maneno ambayo ni ya imani, tutanenea kazi yako maneno ya imani. Mwaka huu Bwana, tusaidie kutia watu nguvu kwa kunena maneno ya imani. Tunavunja kila roho, tunaangamiza kila roho ya kuvunja watu mioyo, ya kuvunja watu mioyo katika jina la Yesu. Roho ambayo ilikuwa imeinuka ili wengi wavunjwe mioyo, Baba, tunaikadusha, tunaiteketeza asubuhi ya leo, na tunaomba kama kanisa utatujaza na roho wa kutia watu wako nguvu katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana utatuwezesha, maana utatusaidia, maana utatuelekeza. Rakate ni maganda, wote watakaokimbilia kwa nyumba yako Bwana, si watapata urejesho, si watapata nguvu mpya. Wengine wakiingia wakiwa chini sana, wengine wakiingia bila wakiwa na vidonda na majeraha Bwana. Shakate lima, si ukatuandae kama kanisa, si ukatuandae kama watakatifu, ya kwamba tutasimama katika pengo letu na kuwatia wengi nguvu. Shakata na Mose lima, reka maganda. Ombe moyo wako asubuhi ya leo, dakika moja mwambie Bwana, nipe moyo wa kutia watu nguvu. Nasikia Roho Mtakatifu akisema anatafuta watu ambao watatia watu wake nguvu. Reka maganda, baada roho ya kuvunja mioyo imeinuliwa sana duniani, naye Mungu anatafuta mtu atakayesimama. Reka mashakayanda, reka talimasekete, reka talimagandarima. In the mighty name of Jesus Christ. Tukamwambia Bwana tusaidie. Watu wa Mungu hawatakimbilia kwa Mungu wakiwa mioyo iko na vidonda, na waondoke wakiwa na vidonda. Hawatakimbilia kwa Mungu wakiwa na majeraha, waondoke wakiwa na majeraha. Baba, tunaomba roho wa kutia watu wako nguvu, Roho wako Mtakatifu akashuke juu ya madhabahu yako. In the mighty name of Jesus Christ. Sheketa libaganda, reketa limasekete. Winulia Bwana mikono yako, mwambie Bwana nisaidie, nisaidie Bwana, nisaidie kusimama katika nafasi yako, nisaidie kusimama katika pengo, nisaidie kusimama panapo nafasi. In the mighty name of Jesus Christ. Twasema ni asante Bwana, twakutukuza Bwana, utatuwezesha. Hatuwezi bila wewe, tunakutegemea wewe Bwana. Tusaidie na ukatutangulie katika jina la Yesu. Mwambie Bwana ni asante. Tunapoenda kumalizia katika jina la Yesu. Thank you Holy Spirit of God. Baba, tunakuabudu. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of God. Tusaidie kama kanisa lako Bwana. Tunatamani kuongozwa
kuongozwa na wewe. Tunatamani kuongozwa na Roho wako Mtakatifu. Tunatamani kuongozwa na wewe Bwana. Tunatamani kusaidiwa na wewe Jehova. Bila msaada wako sisi hatuwezi. Tushike na mkono wako ulio hodari. Jehova, tunanyenyekea. Tunanyia mkono mbele yako Kai, ili Bwana ukaweze kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Twasema ni asante Mfalme. Twajiachilia mbele zako. Tuongoze tunapoendelea katika ibada hii. Katusaidia Bwana tunapoendelea asubuhi ya leo na siku yote ya leo Bwana. Tunaikabidhi mikononi mwako. Roho wa Bwana ukatembee pamoja nasi katika kila jambo tutakalolifanya. Umesema katika Proverbs 16 ya kwamba tukukabidhi mipango yetu yote na wewe utafanya mawazo yetu yaweze kudhibitika. Tusaidie Bwana. Tunakukabidhi maisha yetu na mipango yetu yote. Tuongoze na ututangulie. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya ibada hii. Na hata wakati tutaingia ibada ya rajama, maombezi ya Bwana tukiendelea, tunaomba neema yako ikatubebe. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Tuongoze na ukatuelekeze. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, kushukuru na hata kuamini. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. God bless you. You can take your seats. In Jesus' mighty name. Asubuhi ya leo nawakaribisha sana. Na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Niko na furaha na niko na tumaini na uzima wa milele, na ninafurahia Bwana kwa sababu ya kunipatia nafasi hii nikaweze kuingia katika nyumba lake asubuhi kama ya leo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimeokoka, Kristo ni Bwana, imani yake iko ndani yangu, na nimetamani zaidi kutembea na huyu Yesu nikaweze kufanyika kile alikusudia nifanyike. Kwa hiyo ninasikia tunapoanza maombezi yetu, siku hii ikiwa ni yetu ya kwanza kuanza maombezi yetu ya mwezi huu, ninaomba ya kwamba tukaweze kuachilia mioyo yetu kwa Bwana. Kwa sababu tukiachilia mioyo yetu kwa Bwana, tutaweza kushika yaliyo mapenzi ya Bwana, na tutaweza kutembea na huyu Mungu, tutaweza kujua kusudi lake juu ya maisha yetu, na tutaweza kujua kile anatafuta katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninawakaribisha sana, sikia ya kwamba uko mahali ambapo panastahili tunapoenda kulisikia neno la Bwana. Kama vile nilitangaza ya kwamba tutakuwa na hii wakati wa maombezi, na hii wiki yetu ya kwanza tutakuwa tukitubu ni kwa ajili ya makosa yetu sisi binafsi. Yawezekana kuna mambo yale Mungu alitamani wewe ukaweze kufanyika, ama kile Mungu alitazamia wewe ukawe, lakini hujawahi, pengine haujawahi weza kufikia kiwango kile Mungu alikutarajia ukaweze kuwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunapoenda kuliona neno la Bwana, na vile tutaongozwa na Bwana katika wiki hii yote, ni ili tukaweze kuingiana ama kurudishwa na Bwana mahali ambapo ni pa mawazo yake. Bwana asifiwe. Na wakati Bwana anaturudisha mahali ambapo ni pa mawazo yake, huwa kuna kitu anakuwa akitafuta. Wakati Mungu anajaribu kutafuta mtu arudi katika mawazo ya Bwana, ile mpango Mungu alikuwa nayo tangia mwanzo ni kwa ajili yako. Wakati Mungu anajaribu kukuvuta, anataka ndio uweze kutembea na yeye. Maana usipoelewa makusudi ya Bwana juu ya maisha yako, hautaweza kutembea na Bwana. Na ukishindwa kutembea na Bwana vile yeye anatafuta, ama vile yeye anatamania, ama akuingishe katika mwito ule alikuitia, ukikosa kuelewa hivyo, hapo ndipo tunapata watu wengi wa Mungu wanaweza kulalamika, wanaweza kuteta, wanaweza kupigwa vita nyingi, na hawajui kwa nini wanapigwa hizi vita. Kwa hivyo kuna vita zingine zinapata watu wa Mungu kwa sababu kuna mambo hatujaweza kuyaelewa. That's why this morning nimekuja ndio niweze kunena na wewe, maana Bwana alikuwa akiniambia ya kwamba anatafuta watu ambao wataingiana na mawazo yake, waweze kumuelewa. Wakimuelewa, tutatembea safari kama ile Daudi alitembea. Hata wakati anajipata katika shida, yeye hatendi, yeye halalamiki, kwa sababu kuna kitu alikuwa anaelewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kuongea kuhusu God's timing is perfect. God's timing is perfect. Wakati wote unaelewa wakati wa Mungu, utakuwa na furaha, maana wakati wa Mungu ndio tu peke yake unaofaa na ndio mzuri. Na tunaona katika kitabu cha Ecclesiastes mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni wa 11. Ili niweze kukuongoza kwa mambo
kama matatu ama manne yale Bwana ameniweka ndani ya moyo wangu ambayo itatusaidia. Nilisema wiki hii ama mwezi huu wote nitafundisha kuhusu principles zile Mungu anatupeaga ama zile kanuni Mungu anatupatia zitatuwezesha kuweza kutokea, kuweza kupokea baraka na kuweza kuwa washindi. Ushindi ule Mungu anataka uweze kupokea, lazima uweze kuelewa zile principles Bwana ameweka katika ushindi ule. Na kwa hivyo katika neno la Bwana tutawekewa pale, najua ninasema ya kwamba Ecclesiastes chapter number 3 verse 11 anasema, nitasoma na Kiswahili, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ila kwa jinsi wanadamu asivyoweza kuifumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ati neno linatuambia ya kwamba ati yeye Mungu ameweka kila kitu kiwe kizuri na amekifanya kuwa kizuri kwa wakati wake, tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Mioyo ya kina nani? Mioyo yetu sisi kama wanadamu, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuifumbua kazi ya Mungu anayoifanya. Kwa hivyo wakati mwingi Mungu anakuwa ametutengenezea njia zetu, anakuwa ametutengeneza sisi, ametuunganisha na baraka zetu, lakini mwanadamu wakati mwingi hawezagi kufumbua ama kuelewa ile kazi Mungu anayoifanya. That's why asubuhi ya leo Mungu anataka kutufundisha, anataka kunena nasi tukaweze kujua ile kazi ambayo yeye anaifanya ndani yetu. Bwana apewe sifa. So tunapoenda kuona neno la Bwana tutaangalia mambo kadhaa yale ambayo inafanya Mungu aweze kufanya kazi yake ndani yetu kwa wakati unaofaa, na wakati anafanya kwa wakati unaofaa, na sisi tunaweza kuingiana na wakati huo, na tusije tukateta na tusije tukalalamika, tunaingiana na wakati wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Because kile kinafanyana watu wa Mungu wakati mwingi, mambo mengine kama vile nilisema siku ya jana, mambo mengine yanayokuja katika maisha ya mwanadamu, si ya kwamba mengine ni shetani amekosi ya kuje, mengine ni Mungu, kwa sababu kuna neno lililo neno. Na ndiposa tunaona kuna mambo yalikuwa yanatimia katika Biblia, alafu unasikia yanapotimia neno linaandikwa hapo ili litimie neno lililokuwa limenenwa na nabii. Bwana apewe sifa. That's why tunakuta katika dunia, katika taifa kama hili letu la Kenya, watu wengi wamejawa na kucomplain, watu wengi wamejawa na maneno, watu wengi wamejawa na kunena mambo mengi, kwa sababu sio watu wengi wanaelewa. Hata dakika kama hii tumekanyaga ndani yake ni nini kinaendelea. Lakini kubarikiwa ni mtu ambaye atashikana na mawazo ya Mungu. Mtu ambaye ataelewa mambo ya rohoni, maana yeye ndani yake atakuwa akielewa ni nini kinaendelea. Kwa hivyo atasimama na kunena kile Mungu anatarajia nini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone neno lingine la Bwana katika kitabu cha Genesis, na hapa sasa nitakuelezea mambo kama matatu na nne katika Genesis. Nataka nikupatie hizi principle kama nne ambazo zitakusaidia kujua vile Mungu huwa anafanya kazi, na vile wakati Mungu anatamani wakati wake ambao ni perfect uweze kutimia katika maisha ya mtu, utawezaje kutembea na Bwana na utawezaje kujua wakati huu. So number 1, Mungu anaweza kufanya chochote kile ili aweze kufulfill his promises to his people. Anaweza kutenda anything. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tuliona Mungu anaweza kupitia kwa njia nyingi sana. Mungu wetu si wa njia moja, na ndio sababu anatuambia tusimtarajie na njia moja. So hivyo tu ambavyo Mungu wetu sio wa njia moja, hata katika kutenda katika maisha yetu anaweza kutenda mambo kwa njia ambayo wewe hujatarajia. Na ndiposa anafika mahali anatuambia sasa sisi watu ambao tumeokoka tujazwe na Roho, ndio huyu Roho atusaidie, kama vile Yesu alisema akienda mbinguni. Akasema nitawachia msaidizi ambaye ataitwa Roho Mtakatifu, na ninyi mumsikilize, maana mkimsikiliza atawaongoza. Akiwaongoza atafanya muweze kushikamana na mawazo ya Mungu. So kwa sababu ya hiyo, huyu Roho akiwatangulia hamtapotea njia. Bwana apewe sifa. Naye huyu Roho akiwatangulia ndio ataenda akiachilia kitu kinaitwa discernment. Utakuwa kuna mambo inafanyika katika maisha yako, ingekufaa wewe kulalamika, ingekufaa wewe kuachilia, ingekufaa wewe kuondokea, lakini Roho Mtakatifu anakuambia
bado sijamalizana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. So katika Genesis chapter number 20, Genesis chapter number 20 tutawekewa pale na mstari wake wa 7. Nataka tuone neno la Bwana linasema ya kwamba, nitatumia lugha ya Kiswahili. Anasema, basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, yeye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa, wewe na watu wako, wewe na watu wote ulio nao. Huyu ni Mungu alikuwa ananenea mtu ambaye anaitwa Abimeleki. Na ni wakati Mungu alikuwa ameshanenea mtumishi wake Abraham, akamwambia nitakubariki. Bwana apewe sifa. Nataka sasa, kuna kitu nataka tuangalie asubuhi ya leo. Mungu amenenea Abraham. Hebu kwanza tupeleke pale katika Genesis chapter number 12 verse 1 to 3. Tukimbie pale Genesis 12. Nimewekea tu kwa lugha ya Kiswahili. Inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, nawe akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Si tumeona sasa kuna promise ya Mungu. Kuna promise ambayo Mungu amepromise mtumishi wake Abraham. Akamwambia wewe toka katika nchi ya baba zako na jamaa zako, na kule nitakapokupeleka hakika kukubariki nitakubariki. Hii maneno Bwana anayarudia katika chapter 22. Hebu kimbia tena katika chapter 22 verse 17. Chapter 22 ya Genesis verse 17. Inasema ya kwamba kimbia pale 22 verse 17 inasema, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utabiriki mlango wa adui zao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona hii maneno Bwana ameyanena kwa mtumishi wake, na kwa sababu Mungu wetu ni wa haki, hawezi akanena jambo na akose kulitimiza. Ile kitu Mungu anafanyaga ni kutafuta njia yoyote ile ambayo itampendeza yeye aweze kutimiza ahadi zake. Sasa jambo ni hili, wakati anatafuta ile njia atatumia ndio atimize ahadi zake kwetu. Ikiwa mimi ndiye anakuja kutimizia na niwe na mimi sijaweza kuwa connected na Bwana niweze kuelewa njia hizi, njia zingine watu wengi ni kulalamika, huwa wanalalamika. Bwana apewe sifa. Maana hapo ndipo tumeona ati sasa amemwambia Abraham wameenda na mke wake Sara. Abraham wakati wamefika kule ni wakati ule alimwambia Sara, useme wewe ni my sister. Na aliposema naye Abimeleki amemchukua. Wakati amemchukua, Mungu ametokea Abimeleki usiku. Na unajua hata ile ilikuwa kwa mapenzi ya Bwana. Ndio Ibrahimu aseme Sara ni dada yake. Ilikuwa kwa mapenzi ya Bwana. Maana Mungu aliahidi Ibrahimu akamwambia, ukubariki nitakubariki. Akabarikije? Bwana asifiwe. Kama ile neno tunasikia linasema ya kwamba tutavuna mahali ya kubanda, utakaa mahali wewe hukujenga. Neno hilo Bwana atalitimizaje katika maisha yako? Lazima uwe mtu ambaye ako-connected sana na Bwana, kwa sababu baraka zingine vile zitakuja sio vile wewe ulikuwa unatarajia. So Ibrahimu walipoenda pale sana amechukuliwa na Abimeleki. Na wakati amemchukua, Mungu amemtokea usiku. Amemwambia sasa, tuko katika Genesis 20 verse 7. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nao. Tukisonga hapo chini verse 14, neno la Bwana linasema, nataka sasa tuone wakati Mungu anataka kutimiza ahadi zake. Ndio sababu asubuhi ya leo tukienda mbele za Bwana, tutaenda kutubu, kumwambia Bwana tusamehe. Tuko katika maombi ya kutubu mbele za Bwana. Tumwambie Bwana tusamehe. Wakati mwingine tulilalamika, wakati kile umekosa katika maisha yetu, ni cha kufanya baraka zako na ahadi zako zitimie katika maisha yetu. Kwa hivyo wakati tunaingia katika maombezi hii ya
alinena. Kuna mambo tulikasirika kwa ajili yake, kuna mambo tulilalamika. Asubuhi ya leo tutakwambia Bwana tusamehe. So verse 14 inasema, wakati Abimeleki aliambiwa hivyo, basi Abimeleki akatoa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Verse 15, Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendapo. Bwana apewe sifa. Hebu angalia namba 1. Wakati Abraham ametishwa na ametishwa na Mungu, ameambiwa ya kwamba utarudisha mke wa mtumishi wangu maana ni nabii, na yeye amechukua nini? Amechukua ng'ombe, akatoa ng'ombe, kondoo, watumwa na wajakazi akampa Abraham. Abraham ametajirika ama hajatajirika? Ametajirishwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ambazo Mungu alimwahidi. Mimi nataka kuzungumza kuhusu God's timing, kwa sababu ahadi ambazo Mungu amekuahidi, wakati na wewe unaingiana na mawazo ya Bwana, zitakuja na Mungu ataachilia kwa njia zingine ambazo sisi hatuzielewi. Bwana asifiwe. That's why Mungu anatayarisha kanisa lake, ya kwamba kanisa sio malalamiko. Kanisa Mungu alitarajii liwe na vita. Kanisa Mungu alitarajii liwe na mashindano. Kwa sababu gani? Kanisa la Bwana, ahadi ambazo Bwana amesema atatimiza, ataziachilia iwapo kanisa la Bwana litasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. So ni wakati wetu mwema wa kujua kuna mambo ambayo Mungu anataka kuyafanya katika maisha yako. Shida ni njia zile Mungu anataka kupitia, saa zingine ziko na uchungu. Bwana asifiwe. Maana kama Ibrahim alikuwa mtu wa kuongea tu, alikuwa amenena maneno mabaya sana kwa sababu mke wake alichukuliwa. Bwana apewe sifa. Lakini yeye alikuwa ananyamaza, Mungu ampiganie. Naye Mungu kwa sababu ako na uwezo, wakati mwingine lazima kanisa tufike mahali tunyamaze, Mungu atupiganie. Bwana asifiwe. Mungu ako na uwezo wa kutokea adui zako usiku na wanene. Ako na uwezo wa kuamulisha chochote anataka. Kwa hivyo sisi kama watu wa Mungu, sisi kama watakatifu, kazi yetu saa zingine ni kunyamaza, kuona vile Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alinyamaza na hakujua wakati huo ndio wakati na yeye Mungu amefikisha the perfect time ya kuja kuachilia ahadi ambazo alimwahidi. Bwana asifiwe. So number 1, akamrejeshea kondoo, akampatia ng'ombe. Mtu ambaye hakuwa na ng'ombe akawa na ng'ombe. Mtu ambaye hakuwa na kondoo akawa na kondoo. Bwana asifiwe. Mtu ambaye hakuwa na watumishi akawa na watumishi. Kwa sababu gani? Neno la Mungu likitimia, ile kitu Mungu anakuwa akitafuta ni mtu wake awe akielewa kutembea na Mungu, ili wakati wa Mungu unapofika akapokea hizi baraka. Na wewe umepitishiwa katika ratili, umepimwa, umeonekana moyo wako umekuwa moyo wa kungojea Bwana na umeunganika na Bwana. Masudi akasema, hebu angalia, tukisoma pale mahali tumesoma chapter 22 na chapter 12 verse 1, tumeona Mungu akiahidi Ibrahimu hata nchi. Amemwambia ondoka uende, nami nitakupeleka na nitakupatia mahali ambapo wewe utaishi na nitakubariki. Sasa hapo verse 15 ya Genesis 20 tunaona Abimeleki ananena ile maneno Mungu alinenea Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unakubali kutembea na Mungu na kuunganika na mawazo yake, ataamulisha vinywa za watu ambao Mungu alitaka waweze kutimiza neno alilokunenea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Abimeleki anamwambia, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendapo. Sasa amemkabidhi nchi, na hii nchi Bwana alikuwa amenenea Ibrahimu zamani. Praise be to God. In fact, nimekuwa nikiangalia, ninaona ya kwamba kanisa la Bwana ama watu wa Mungu, Mungu anataka tufike kiwango ambacho tukiingiana na mawazo ya Mungu, kuna mahali tutanyamaza sisi, Bwana anene. Kwa sababu akitimiza ahadi zake katika maisha yako, lazima kuna mambo ambayo atakuwa amekupelekeshea. Kuna kabarabara utakuwa umepitia. So neno la Bwana linatuonyesha. Verse 6, akamwambia Sara, tazama, nimempa ndugu yako fedha elfu, itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Hebu sikia, kwa sababu hawako, hakuna njia hawezi akapitia. Sisi tu wanadamu ndio tuko limited, lakini Mungu ako na uwezo wa kupitia njia zozote zile, atimize, fulfill his promises ambazo amepromise watu wake. So
akamwambia Sara, nimemkabidhi hata ndugu yako fedha 1000 na itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nami. Neno la Bwana linasema Ibrahimu akamwomba Mungu. Wacha kwanza tuondoke hapo. So, ninataka kusema nini? Baraka ambazo Mungu amekuahidi. Ile kitu Mungu anataka uweze kuelewa ni wakati wa Mungu. Bwana apewe sifa. Wengine tusitete wakati hatujajua kama wakati wa Mungu umefika. Because God's time is the best. Na wakati tunatembea na wakati wa Mungu, kuna watu utakuwa mambo yale unapitia ile barabara unapitia. Haujui Mungu amepanga kuunganisha mambo hadi ndio wewe uweze kutokezea. So katika maisha yetu lazima tuwe watu wa shukrani. Turejeshe shukrani katika vinywa zetu. Turejeshe mioyo ya amani, mioyo ya upendo. Tumwambie Bwana, tunapoenda mbele za Bwana tunamwambia Bwana, tunatubu ni kwa ajili ya kuna kulalamika bila kujua ni barabara gani unataka tushike. Bwana asifiwe. Point number 2. Mungu anaweza achilia shida fulani katika maisha yako ama katika maisha ya watu wa Mungu ama katika maisha ya watumishi wa Mungu ili nao waweze kuchukua jukumu na kuombea watu. Bwana Yesu asifiwe. So watu wale wote ambao wako connected na Mungu, watu wale wote ambao Mungu anataka ama amepatia vipawa za kufanya mambo, ndiposa amesema katika neno mahali pengine ya kwamba ametupatia vipawa zihudumie watu wengine. Kama kuna kipawa chochote umepatiwa na Bwana na hicho kipawa si cha kukusaidia wewe, ni cha kusaidia watu wengine, kuna shida Mungu anaweza kosi kuja katika maisha yako ili wewe uwe na jukumu la kuombea watu. Bwana asifiwe. Unaweza jikuta wewe ukiwa mgonjwa, ukifikiria ni wewe mgonjwa, kumbe si wewe, kuna watu wagonjwa. Kwa hivyo badala ya kukimbia hospitali unasema mimi naendea madawa, kwanza piga magoti kama unajua wewe ni mwombezi. Bwana asifiwe. Apia Bwana, kama kuna watu wanapitia shida kama hii, niko nayo, Mungu ninaomba uweze kuwaondolea. Maana ukiwaombea hivyo na uwaondolee shida zao, nayo yako itaisha. Ndio naona kuna watu wanasumbukana na shida nyingi kwa sababu shida ile uko nayo wewe unafikiria ni yako. Infact badala ya uelewe shida hiyo Bwana ameileta ndio wewe usuluhishe shida za watu wengine, wewe unaanza kutenda. Unaona kule tunapoteana na Bwana sasa. Maana shida inakuja, wewe unalalamikia Mungu ukimwambia Bwana, mimi ni mwombezi. Na tunaona hata intercessors wanahitaji kufundishwa na njia kubwa sana, kwa sababu Mungu anategemea waombezi ambao wataelewa nafasi zao za kusimama. Bwana asifiwe. Sio ukiwa mwombezi unajipata uko na shida fulani, sasa hivi unaenda mbele za Bwana kutetesha Bwana, unamwambia Bwana, sasa angalia mimi ni mwombezi, ukiniambia niombee madhabahu yako ninaombea, ukiniambia niombee watumishi ninaombea, lakini hii shida umekosa kuiondoa katika maisha yangu. Hiyo sio direction ambayo Mungu anataka tulete. Bwana apewe sifa. Lazima ujue kama wewe ni mwombezi, kuna mambo ambayo Mungu anaweza achilia katika maisha yako, na wakati ameachilia ujue kuna watu wengine wengi wamekufuata nyuma wako na shida kama hiyo. So wewe si mtu wa kusimama kutetesha Bwana kwa sababu ya shida yako. Wewe unatakiwa upige magoti, umwambie Bwana, hata wewe unajiondoa nikana kwamba hauna shida. Unamwambia Bwana, kama kuna watu wanapitia jambo hili Bwana, nimekuomba na nimekuja mbele zako, waondolee bila tatizo vyao. Kama ni magonjwa, waombee ondolewe. Bwana apewe sifa. Ukiomba hivi, kama wewe ulikuwa mgonjwa, after 30 minutes tunatembea unashindwa, haya na nilikuwa mgonjwa wapi? Ugonjwa wako unaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ni kipawa ulipatiwa, sio cha kukuhudumia wewe, ni cha kuhudumia wengine. Wengine wakisimama na wewe utasimama. Kama ni shida ya kifedha, leo kuna mtu analala njaa, ndio na wewe umekamatwa kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapoamka na kwenda mbele za Bwana, apia Mungu, watu hawa ambao hawana chakula wanalala njaa, Bwana ninaomba uweze kuwatembelea na uweze kuwatumania msaada. Wakati unaomba hivyo, wao hata utajua umetoka wapi, lazima msaada wako utakuja. Bwana Yesu asifiwe. So kuna shida ambazo Mungu anaweza achilia, na hii ndio Mungu anataka tuweze kufundishwa na kuelewa kama waombezi, kama watenda kazi ndani ya nyumba ya Bwana, kama watenda kazi katika mwili wa Kristo, katika dunia yote na katika nchi yetu. Tukielewa hii, malalamiko tutaikosa katika kanisa. Maana mtu atakuwa anajua kuna shida Mungu anaweza fanya zikuje katika maisha yako. Na katika hiyo shida, kumbe Mungu anataka na mimi niweze kusimama. Tuone katika hiyo verse 17 na verse 18. Genesis 20. Neno la Bwana linasema,
Ibrahimu akamwomba Mungu, akamponya, akamwomba Mungu. Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza hapo vizuri kwenye Biblia inasema, Ibrahimu akamwomba Mungu, na ni wakati ule ameletewa hizi dhabihu zote, ameletewa vitu zote na Abimeleki. Amemwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Basi maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia, ati sasa Mungu wakati Ibrahimu ameombea watu hawa, Mungu aliwafungua tumbo zao. Si tunajua Sara alikuwa naye tumbo yake imefungwa. So wakati Abrahamu anaomba, shida hii anaombea kwa nyumba ya Abimeleki iko kwake. Bwana apewe sifa. Lakini Ibrahimu hakuenda kuombea Sara, aliombea nyumba ya Abimeleki. Alipowaombea, Biblia inasema Mungu alikuwa amefunga watu wote wa nyumba hiyo tumbo, hawakuwa wanapata watoto. Sasa Ibrahimu wakati amewapatia ama amewaombea, Mungu amewapatia watoto, wakafunguliwa tumbo zao na wakapata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Ya kwamba kuna shida, na ndio hapa ninasisitiza sana kusema kuna shida unaweza kuwa nazo katika maisha, na kumbe hizi shida ni Mungu alizileta katika maisha yako purposely, kwa sababu umebeba na umepewa kipawa kiko na uwezo wa kushughulikia ama kusuluhisha shida hizo. Ndio naona watumishi wengi wa Mungu, watu wengi wa Mungu, shida zile wanapitia, na ndio naona tukiambiwa ya kwamba usielekeze watumishi wa Bwana vidole. Bwana Yesu asifiwe. Wako na shida, na zingine hazikuji kwa sababu zinakuja kwa sababu wao wako na shida, ni ili waelewe hizo shida waombee wengine. Praise be to God. Ndio tunaona hakuna mtumishi wa Mungu anaweza kufanya atokee kama hajapitishiwa katika shida kadhaa. Bwana apewe sifa. Na hapo ndipo unaona sasa watu wengi wanalalamika. Because hata kama ukiwa huko kwa kiti, au kama Mungu anakuandaa wewe mtumishi. Katika utumishi sio utatengeneza tu huko kwa kiti. Ndio shida zako zote zinakupata. Kwa sababu ukiwa huko ndio Mungu anakutengeneza, anakushape hivi. Sasa hizo unajiita wewe mshirika wa kawaida, anakushape. Because hutatokezea wakati unashapiwa, utatokezea wakati umeshashapiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kutengenezewa ni huko katikati ya watu. Wakati unatengenezewa huko, ndio sasa unakutana watu wengi sana wananena. Kwa sababu hawajui, anauliza sasa mimi napigwa vita kali. Na mimi hata si mtumishi wa Mungu. Mimi napitia mambo mazito ambayo yamenizidi. Mungu alipima. Bwana apewe sifa. Na kupima asema itatokea. Hautakuja kupigania hizo vita hapa, maana ukikosea ukiwa hapa si shida. Because ukiwa hapa ndio unapitishiwa shida. Alafu saa hizo unapitishiwa ukiwa hapa. Pengine hauelewi. Sasa utatukana Mungu ukiwa hapa. Ndio unaona Mungu anazuia watu wakuje hapa wakitengenezwa, na kama zingine utakuja kutengenezewa hapa, atakuwa amehakikisha kuna mambo mnaelewa. Bwana apewe sifa. Zile nyingi sana tunatengenezewa na huko. Na huko sana ndio watu wengi wameangukia mitihani. Kwa sababu ndio watu wengi wanateta, ndio watu wengi wanalalamika, na haujui ni Mungu anakutengeneza. Aweze sasa kufanya utokelezee kwa sababu ameshapelekana na wewe na amekupima. Bwana apewe sifa. So Ibrahimu, tumbo la mke wake lilikuwa limefungwa. Na kumbe naye nyumba ya mfalme Abimeleki yote watu wote hawazai. Kwa sababu gani? Kuna mambo Mungu huwa anayaweka na wengine anajua ni watumishi wake tu atashughulikia. Ndio sababu tunaambiwa tumwombee watumishi wa Mungu. Unaweza kuta mtu ananena mambo mabaya juu ya watumishi wa Bwana, lakini dakika ya mwisho anakimbilia hao watumishi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu gani? Kuna shida hazitasuluhishwa na watu wengine. Na ndio naona kuna shida Mungu anaweza cause zile kwa watu wake, ili watumishi wa Mungu waje waombee watu wale. Na wakati wanawaombea, neno la Bwana linasema na wewe mtu wa kumjia Bwana katika Psalms chapter 27 verse 14. So lazima ukiwa mtu wa Mungu, kwa sababu kuna shida zitakuja katika maisha yako, zingine zitasuluhishwa na watumishi wa Bwana. Na ndio naona shida nyingi imepata watu wetu katika taifa, kwa sababu watu nao wanapigana na watumishi wa Bwana sana. So katika kupigana kule, kuna shida hazitawahi ondoka katika maisha. Soma katika Psalms chapter number 27 verse 14. Inasema ya kwamba Psalms 27 verse 14. Inasema ya kwamba wait on the Lord, be of good courage, and
and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Mtumishi wa Bwana anasema, mngoje Bwana, umngoje Bwana. Uwe hodari, upige moyo konde. Naam, umngoje Bwana. Kwa hivyo ni wakati wa mtu wa Mungu. Wewe ambaye unatakiwa ungojee God's time. Maana God's time is the best time. Lazima uwe na moyo wa patience. Lazima umwambie Bwana, nipe moyo wa kuvumilia. Maana watu wengi kile kinafanya watata na kulalamika ni kwa sababu hawana moyo wa kuvumilia. Ukiwa na ule moyo wa kuvumilia utangojea Bwana. Naye Bwana ataunganisha mambo yako. Atatengeneza, atatayarisha watumishi wake ama mtumishi wake ambaye anataka kutuma katika maisha yako. Wakati wewe umemngoja Bwana, na yeye Mungu atamleta mtumishi wake, mtaconnect. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona vile Mungu amefanya Abraham na Abimeleki wameconnect. Maana Abraham ndiye alikuwa amebeba uponyaji wa Abimeleki. Hata kama Abimeleki alikuwa mfalme. Na ndio unaona hata wafalme wanaambiwa waheshimu watumishi, na watumishi waheshimu wafalme kwa mamlaka yao. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja aheshimu mwingine katika area yake. Because uponyaji wa mfalme unaweza kuwa umebebwa na mtumishi. Bwana apewe sifa. Umebebwa na nabii wa Bwana. So neno la Bwana linasema, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana anasema ni kungoja Bwana. Na sio kungoja Bwana tu kungoja. Unajua kuna mtu anangojeanga Mungu. Lakini anaongea vitu nyingi. Anaongea, ananena ili hadi anasema ninamngojea Bwana. Lakini ni malalamiko yote atalalamika siku ya leo, bado anasema niko zamani ninamngojea Bwana. Lakini ile kungojea sio ile Mungu anatafuta. Mungu anatafuta watu watamngojea wakifuatilia characteristics ambazo ni zile Mungu wetu ametupatia ama anakusudia tuweze kuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kungoja Mungu si kungoja tu. Kama unalalamika mchana unaenda unanungunika, unaongea na watu unamwambia mimi nimekasirishwa na fulani, nimekosewa, nimefanyiwa, mimi unanena. At the end of the day unasema mimi bado namngojea Bwana. Nimemngojea mwezi wote na ngojea mwezi mwingine, maana aliniambia atanitembelea mwezi wa 4. Kama alikwambia atatembelea mwezi wa 4, ataangalia hii mwezi yote kutoka Januari mpaka mwezi wa 4, mambo yale yamenenda. Bwana asifiwe. Ndio unakuta watu wengi wamepigwa na Mungu, wamezuiliwa, wengine wameachiliwa baraka ambazo hawaelewi kwa sababu wanasema hata mimi shida zile ninapitia ni kama vile siko na mtumishi. Elema zako ni mtumishi atakuja anene. Lakini za mtumishi ni Mungu atafete. Bwana Yesu asifiwe. So katika hiyo lazima tuelewe ati kile Mungu ametupatia ni kujua ndio Mungu akuje afulfill his promises katika maisha yetu. Lazima kila mmoja awe patient. Na katika ile patience aweze kujua kuna shida huwa zinakosiwa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Naweza kuwa ninapitia shida inafanana na yako, lakini yangu unless itembelewe na Mungu. Bwana apewe sifa. Yako naweza amrishwa nikuje nikuombee. Bwana ni aosha. Sijui sasa kama unaona kuna tofauti. Hiyo ndio tofauti kanisa la Kristo linafaa kuelewa. Ati kuna tofauti katikati ya watumishi na watu wale wanaongozwa. Bwana apewe sifa. Shida inaweza kuwa inafanana. Naweza kuwa mimi sina pesa na wewe hauna pesa. Mungu aliamrisha nikuombee wewe na ukute milango yako imefunguka. Lakini yangu unless Mungu anivisit, akuje aachilie na njia zake. Mwangalia Gosho. So kwa sababu ya hiyo, Biblia inasema ya kwamba ndio tumesikia chapter 21 verse 1 imesema Bwana akamjia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Kwa hivyo kuna tofauti ya watumishi. Kungojea Mungu kwa watumishi ni tofauti na watu wale wengine. Kwa sababu mtumishi wa Bwana anangojea Mungu kwa njia ya mpaka siku ile Mungu atakuja. Bwana asifiwe. Naye Sara akapata mimba akamzalia Ibrahimu mwana na kumbe wa kiume katika uzee wake kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Hebu sikie. Ati hakuna baraka yako inaweza kuja kabla ya muhula ambao Mungu amenena. That's why tunaambiwa hapa katikati wakati Mungu amenena na kabla ifanyike, jua vile utadili na nyakati zile utakutana nazo hapa. Ujue kuongea, ujue kuwaza. Bwana apewe sifa. Usiwe mtu wa kulalamika hapo katikati, maana hapo ndipo watu wengi wanaangukia mitihani. Na tukianguka mitihani hapo, ndipo tunakuta watu wengi wakati wa Mungu unapofika, watu wengi hawauelewi. Baraka zinaachiliwa, hawazipokei kwa sababu wamekutwa wakilalamika. Bwana asifiwe. Wapendwa na kanisa la Bwana, sikubali kuondoa malalamishi katika vinywa zetu. Ngojea Bwana, be patient wakati wake.
utakapotimia atakutembelea. Anasema yeye ndiye hufanya mambo iwe beautiful kwa wakati wake. Bwana apewe sifa. So tukisoma hapo katika Genesis chapter number 21 verse 1-2 imetuonyesha Mungu alitembelea Sara na akapata mtoto. Number 4, kama watu wa Mungu, wakati Mungu anafanya mambo yale amekuahidi, lazima na wewe ujue kumtolea Bwana dhabihu. Si tunaona hii dhabihu barabara inaunganishwa na dhabihu kila wakati. Lazima uwe mtu wa dhabihu na ujue kumtolea Bwana dhabihu. Na wakati unamtolea Mungu dhabihu, hiyo dhabihu ndio itafanya wewe uweke mark. Kwa sababu ni agano unafanya. Na dhabihu ile kwa sababu ni agano lile ndio uweze kulipokea. Na uweze kupokea hizo promises Mungu amekwambia. Lazima kuwe na mark. Na mark hiyo ndio dhabihu. Bwana asifiwe. Genesis 21:28-31. Tuteremke pale chini. Tunaenda tukimalizia. Genesis chapter number 21 verse 28-31, neno la Bwana linasema, Ibrahimu akaweka wanakondoo wa kike 7 peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wanakondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao maana yake nini? Mtu wa Mungu kuna vitu zingine anatakiwa afanye. Na ni wakati anatoa dhabihu. Dhabihu zile unatoa zile lazima zieleweke na watu wote. Bwana apewe sifa. Ndio naona wakati mwingi watu vile wana-interpret dhabihu zilizo ama vile zilivyo, sio vile ilivyo. Bwana apewe sifa. Kuna watu wana-interpret mambo ya sacrifices vibaya. Maana hawajui kazi ya sacrifice. Sacrifice inatoa na njia gani na inatoa aje. Neno la Bwana linasema Abrahamu akaweka wanakondoo wa kike 7 peke yao. Alipowatenga, amewatenga wawe sacrifice. Naye Abimeleki na mfalme walikuwa pamoja na Ibrahimu. Haelewi nini mtumishi wa Bwana anafanya. Ukiwa mtu wa Mungu, elewa kuna mambo hautaeleweka. Bwana asifiwe. Na ndio unaona Yesu anasema kama hii dunia haikunielewa mimi, hata nyinyi haitawaelewa. Kwa hivyo kuna mambo Mungu amepatiana ndani ya mioyo ya watu wake, watumishi wake na watu wa mchao Mungu watayafanya wasieleweke na dunia. Na ndio sababu unaona dunia iko na uwezo hata wa kukutukana maana haijui nini unafanyanga. Bwana asifiwe. Mambo ya siri za mbinguni inaeleweka na watu wale walio na jicho la kiroho. Praise be to God. Mtu ambaye hana jicho la kiroho hata akisoma hii Biblia ataisoma kama anafu. Praise be to God. Hata shika because hii neno liko hai na linapatia kwa walio hai. Bwana apewe sifa. So mtu yeyote ambaye ako connected na dunia, na ndio naona watu wengi watashambulia mpaka kanisa la Bwana. Watashambulia kazi ya Bwana, wengi watamalizwa. Biblia inasema ya kwamba Dagani na Kora walipomjia mtumishi wa Mungu Musa, Mungu alimwambia ondokeni katika hema zao. Mungu akafungua kinywa katika ardhi wakamezwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo wewe unafaa kuelewa ukiwa mtu wa Mungu. Na uelewe ya kwamba haitaeleweka na watu wasio ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Watu watakutoa makosa kwa sababu ya mambo yale unafanya ni kwa ajili ya Mungu. Lakini katika hizi siri za mbinguni zimefichwa watu wale ambao hawana jicho la kiroho. So neno la Bwana linasema, Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wanakondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao maana yake nini? Akasema bazati. Akasema, hawa wanakondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu. Kwa hivyo Ibrahimu anapatia Abimeleki. Bwana Yesu asifiwe. Zile dhabihu za kondoo 7. Akamwambia utawapokea mkononi mwangu. Wawe ushuhuda ya kuwa mimi niliyekichimba kisima hiki. Ya kuwa ni mimi niliyekichimba kisima hiki. Si kuna hizo kisima ambazo Ibrahimu alikuwa amechimba. Sasa wakati alizichimba, maana amezichimba katika ile nchi Mungu amemwahidi. Sasa lazima angeweka covenant. Covenant hii ndio inafanya wakati wa Isaka Ibrahimu ameshaenda. Si tunaona Isaka anaenda kuzichukua zile visima. Kwa sababu gani? Jambo lolote Mungu anaachilia katika maisha yako, wewe si mtu wa kuchukua tu na kusonga mbele. Bwana apewe sifa. Lazima uache umefanya covenant. Lazima uwe na ambayo itafanya baraka zile zote Mungu ameleta katika maisha yako zitakuwa recorded. Bwana Yesu asifiwe. So Ibrahimu anamwambia utawapokea hao. Unajua Ibrahimu ako na sauti ya Mungu. Aliambiwa hii nchi nimekuleta utaikanyanga na wewe utaipokea. Sasa hata wakati mama wako na Abimeleki, Ibrahimu kuna kitu anaelewa. Ya kwamba hii nchi Mungu ameshafanya nini? Ameshalipea.
Bwana asifiwe. Akachimba zile visima, akajua ndio hizi visima zisije zikaondolewa ama zikafundikwa ama zikatekwa nyara, lazima nizifanyie covenant. Na ndio naona akafanya sacrifice mbele za Bwana. Akachukua kondoo 7 akawapatia Abimeleki, maana Abimeleki ndiye mwenye nchi. Bwana apewe sifa. Wapendwa, kuna hekima Mungu anataka tutembee nayo ya ndani sana. Kuna hekima Mungu anataka tuielewe ya ndani sana. Tukielewa vitu zote ambazo Mungu ametukabidhi tutazipokea. Bwana apewe sifa. Amemwambia, nimekupatia mkononi mwangu, wewe ushuhuda ya kuwa ni mimi niliyekichimba. Kwa hivyo anasema ndio ijulikane ni mimi niliyekichimba. Na ndio naona zile visima wakati Ibrahimu ameshaaga dunia, ameondoka, Isaka amekuja, amefanyika mzee, ameishi katika that same land ambayo baba yake alikuwa. Na wakati amefika kule, ameenda amechukua kisima ya kwanza, watu wamepigana na yeye. Amechukua ya pili, wamepigana, ya tatu hawakuweza kwa sababu ya covenant na sacrifice. Hiyo ndio mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So katika mambo ya roho, mambo ya Mungu anataka tuweze kuyapokea ndani yetu. Lazima uelewe siri zote za Mungu za kupokea mambo yale. Ndio at the appointed time uweze kupokea ahadi ambazo Mungu alikuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Wasatani inasema, kwa hiyo akapaita mahali pale Beer-sheba, kwa sababu waliapa huko wote wawili katika ile covenant ama katika ile kufanya agano, walikuwa wanaapa, yeye na Abimeleki wamekubaliana ya kwamba nchi hii Bwana amenipatia. Bwana apewe sifa. Na kitu chochote Bwana amekupatia, hakuna mtu atakiondoa mikononi mwako. Ile kitu Mungu anataka tu ni uweze kujua hizi njia, usikanyagie vile zinavyofaa. Ukikanyagia hapo usiwe na wasiwasi tena. Ibrahimu alishika na akawa hana wasiwasi. Hata wakati anakufa, hata hajui kama mtoto wake atakuja kuzipokea, lakini alizipokea, maana mahali popote pako na agano, agano halikufai. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kukufa na aondoke, lakini agano halikufi lililofanywa. Praise to God. So neno la Bwana linasema kuna mambo ambayo Mungu anataka tusisahau. Mambo ya sacrifice. Chochote Mungu anakuahidi, shika kwa dhabihu. Ndipo anasema katika Psalms 50, anasema nikusanyime wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Bwana asifiwe. Maana kuna watu wengi wamefanya agano na Mungu, lakini wamefanya hivyo tu kule, likapigiliwa hivyo na likapotelea. Lakini mtu yeyote aliweka maana sacrifice ni haisahauliki. Bwana apewe sifa. Hiyo dhabihu inakuwa na mark. Unjawahi sikia watu wale wengi wanatoa testimony. Unasikia mtu akisema, Mungu akaniambia nitapeana nyumba yangu. Nilipopeana, alinitembelea na njia hii na njia hii. Si anaona, anajua baraka zake mahali zimezalika. Ni wakati Mungu aliniambia nifanye jambo fulani nikatii. Kutoka hapo ananipigania kwa watoto, akafanya hivi, watoto wangu wakabarikiwa, mambo ikatendeka. Kwa sababu gani? Kuna mark aliweka. Mungu akikunenea lazima uweke jiwe na kufanya agano na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unasikia sauti nyingi zinasumbuka za kupiga, ati Mungu, ati mambo ya sacrifice haijaisha, Bwana asifiwe. Imeisha kwa wale nao wameisha, hawako hai tena ndani ya Kristo. Lakini kwa mtu aliye ndani ya Kristo na aliye hai, lazima uelewe kuna mambo utayashika. Na ndio sababu naye Bwana hata wakati anapitia hapo anasema, haya hapa ni kwa fulani, kwa sababu anakuta makina kwa hapo. Bwana apewe sifa. Hapa kwa 2:3. Hapa kwa 2:3 neno la Bwana linasema, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Bwana Yesu asifiwe. Ati maana juzi hii bado ni kwa wakati ulioamuliwa. Kwa hivyo kuna mambo nimekuja niwaendelee watu wa Mungu. Kuna mambo ambayo huwa tunauliza Mungu maswali mengi. Mwaka huu kubali kutendana na maswali. Bwana apewe sifa. Ni wewe uwe na patience, usiongee mingi, usiongee maneno mengi, kwa sababu haitanena uongo. Na kwa wale watangojea faithfully, watakuja kuwa na ushuhuda wa kusema kweli Mungu ni wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwimbaji wa Biblia aliyeimba akasema, we wama gai we wama gai we wama. Mwimbaji wa Biblia ukiusikiliza in the spirit, mwimbaji akiimba alikuwa analia machozi. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Unajua wimbo huu unakuja wakati gani? Wakati umengojea Mungu kwa mambo ambayo ulikuwa unaona kana kwamba haitatendeka. Alafu all of a sudden, wakati wa mambo hayo ulioamuliwa umefika, imetendeka. Ni nini kitakuja? Si machozi ya kumwambia Mungu wewe ni wa kweli. Kwa sababu umeona, mimi sikuwa naamini mtoto wangu atafanyika hivi. Sikuwa naamini njia hii itatufungukia. Sasa imefunguka. Bwana apewe sifa. Unajawa na machozi, unamwambia Bwana, kweli wewe ni wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndipo inaitwa na watu ambao wameshangazwa na Bwana. Guide lete kalia. Mungu sikuwa naamini ya kwamba jambo hili linaweza fika katika maisha yako. Lakini umelifikisha kwa sababu wewe ni wa kweli. Ni mtu ambaye amengojea Mungu. Akiambia watu, anatia watu nguvu, akiwaambia Mungu huyu atanitembelea. Watu wanakuona uko na shida nyingi. Badala ya wewe unanga moyo kuambia hata mimi nashindwa, ninatumikia Mungu huyu namna gani na vile ameniachilia. Unazidi kuwa na maneno ya kuwatia nguvu, na waambia msinione jinsi nilivyo. Utukufu ambao ninaungojea ni zaidi ya shida ambazo ninapitia. Yaani unanena maneno ya imani, unanena maneno ya nguvu, na huko ndani Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu mmoja aliniambia kwamba aliona kuna mtu anajitia nguvu hivi, anafanya mambo lakini ndani anaona kuna uoga fulani, lakini huko nje haonyeshi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo watu wa imani wanakaa. Ndani unakaa unajiuliza, wewe ni wadhani. Ninatia watu nguvu nikiwaambia bado utakuja utanitembelea na shida zangu siku moja utaziondoa, wataona utukufu wako juu yangu. Sasa wakati huu Bwana ninaungojea, lakini ndani unajiuliza, wewe kuna wakati kama huo utafika kama watu hao wataishi kusema mimi Mungu hapa nitembelea. Sasa ukiwa hivi, alafu uone Mungu amekutembelea, nini kitakuja? Si ni sifa za machozi. Kwa sababu umeona watu hao nimekuwa nikiwaambia vumilieni, utaona vile Mungu atatenda. Na sasa umetenda, haujaniaibisha, watakuamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ndipo imani ya wengi sasa inainuka. Maana na wewe haukuanguka katika imani. Haukuangalia vile shida zile unapitia, watu wanaona kama uliachiwa na Mungu. Haukukubali kuconnect na maneno yao. Bwana asifiwe. Ulikataa kabisa, ukawaambia hata kama ninapitia hii shida, kuna Mungu mbinguni na siku moja utamuona ndani ya maisha yangu. Sasa amekutembelea. Kwa nini usilie? Sio tena mimi kuangulia. Maana utasikia hata bila kulipa, utasikia machozi yanadondoka yenyewe. Ukimwambia Bwana, nakushukuru hujaniaibisha. Watu hao walikuwa wamengojea waone kuanguka kwangu. Badala ya kuanguka, wamekuwa wakisema Mungu hutanitembelea. Badala ya kuanguka, Mungu umeniinua. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia Mungu, kweli wewe ni wa kweli na sitawahi kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. So anasema ati hata kama wala haitasema uongo, ijapo kalia igoje. Kwa hivyo hata kama hiyo jozi ambayo Bwana amekunenea wakati wa usiku, hiyo maono Mungu alikunenea, inaonekana kama imekalia mbele za Mungu, hakuna kitu kinachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana anafanya kila kitu at the appointed time. Kwa wanadamu ndio watakuwa wakikusumbua hapa duniani. Na usikubali kusumbuliwa na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakikusumbua waambie ngojeeni Mungu, utaona vile atafanya. Hata kama miaka inaonekana kama inaenda, waambie utakuja kuona vile Mungu atafanya. Bwana asifiwe. Simeoni aliambiwa hautakufa mpaka uweze kumpokea. Wewe ndio utampokea Mwokozi. Kwa hivyo hata kama Simeoni alikuwa na miaka mingi sana, yeye alikuwa anatumaini sikufi. Bwana asifiwe. Sonoma sisi hajaletwa katika hii madhabahu, sitakufa. Kwa sababu aliahidiwa. Kwa sababu ya hiyo alikojea Mungu kwa moyo wa tumaini. Naye yule mtoto akaletwa. Mwanzo ni amosho. Uzina jurani ya baada ya mtoto kuletwa, sasa hapo moyo wake ulikaa namna gani? Praise be to God. Maana hapo unajua sasa kile kiliambiwa sasa kinatimia. So kama alikuwa mzee asianza sasa kuona sasa anaweza enda ile time. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia imani hii alikuwa ameshikilia ni ya kwamba siwezi nikaondolewa na chochote, maana kuna kitu nimeahidiwa. Na wewe kubali kukataa kuondolewa na chochote katika imani mpaka kile Mungu atakuahidi kikuja. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata kama kitaonekana kimekalia, wewe zidi kungojea. Kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia, haitapitwa na wakati wake. Praise be to God. Katika Romans na ndio mwisho tutasoma 8:28. Tumalizie. Maana Bwana anataka sasa, tunaenda mbele za Bwana kidogo tutubu. Tumwambie Bwana, wakati mwingi tulilalamika. Na ninataka tutubu ndio kama kuna ahadi zile Mungu ametuahidi mwaka huu. Ni za kuzitatimia mwaka huu. Hata kama alikuwa ametuambia 5 years before. Na zitatimia mwaka huu. Kusiwe na ahadi yako itachelewa. Bwana asifiwe. Kama kunazo zilikuwa za last year, zikachelewa kwa sababu
tulilalamika tukakosa kuingiana na wakati. Lazima mwaka huu turejeshewe mambo yetu. So Romans chapter number 8 verse 28, hiyo ndio tutamaliza nayo. Inasema ya kwamba nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuiwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hebu angalia, ati kuna watu walioitwa kwa kusudi la Bwana, na hapa ndipo neno la Bwana linasema ati anawajua walio wake. Maana anajua watu wa imani, anajua watu ambao watamalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Lazima tuinue mioyo ya kupenda Bwana. Mtu ambaye anapenda mtu anaweza kulalamika kwa ajili yake. Kwa hivyo kama ulikuwa unalalamika mbele, ukiuliza Mungu, sasa nimeingiliwa na watu wa familia, hawanielewi, ninaingiliwa na kanisa, watu wamenipiga vita, hawanielewi, tafadhali ondoa malalamiko. Penda Mungu. Ukipenda Mungu anajidhihirisha kwako. Hautakuwa unaona wale wanakupiga, utakuwa unaona upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuondoe hiyo kate ambayo inafunika watu wengi macho, badala ya waone upendo ambao Mungu aliyowapenda nao. Because upendo wa Mungu sio umekuamsha asubuhi ya leo. Wanadamu hata wangekupiga na wafanye nini, hawezi zuia waamke ama ungane. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akisema hautaamka, hawezi amka hata kama wanadamu wanakupenda. So huyu Mungu ndio tunafaa kuwe na upendo na yeye, tumpende yeye. Na mtu ambaye unapenda unalalamika juu yake, mwadhani ya roho. Ukilalamika juu ya rafiki ambaye unapenda, tutakuita hypocrite, kwa sababu upendo wako si wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. So mtu ambaye anapenda Mungu hutaweza akilalamika. Nawe kama unapenda Mungu, hautasikika ukilalamika kila wakati. Daudi alikuwa rafiki ya Mungu, Ibrahimu alikuwa rafiki ya Mungu, mpaka Mungu akasema nimejipatia mtu aliye na moyo kama wangu. Hakuna wakati tumekuta Daudi sasa amefesi Mungu kumtetesha, akimwambia kaa hapa sasa nikutoe makosa, kaa hapa sasa nikwambie mahali ulikosea. No, Daudi alikuwa anangojea Mungu patiently. Bwana Yesu asifiwe. Na that's why anaweza sasa kutuandikia. Wewe ni patience gani utakuwa nayo mpaka unaweza kuandikia watu vitabu zile Mungu anataka tuandike, kama vile Biblia iliandikwa? Ni patience gani utakuwa nayo kwa Mungu? Ni upendo gani utakuwa nao kwa Mungu? Unaweza kuandika na kusiwe na ignorance hapo ya kuonyesha Mungu ya kwamba kuna mahali nilikasirishwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Because hata wewe kazi yako ni kitabu unaandika. Unajua maisha yako binafsi ni kitabu unaandika. Kuna vitabu nyingi sana zimeandikika ndani yako. Ni vile tu hazijakuwa kama hii ambayo imeandikwa hapa. Lakini ndani yako vitabu bado zinaandikwa na zitasomwa. Praise be to God. Kitabu hiki kilisomwe. Wacha uwe mtu ambaye utamngojea Mungu na kumpenda katika kuwapatia mema. Neno la Bwana linasema basi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Kwa hivyo mwaka huu, wakati huu, nyakati za mwisho, Mungu hatafanya kazi na watu wasiompenda. Hatafanya kazi na watu ambao wanajitanisha na yeye. Lakini ikifika ni mabaya imekuja na wao wameruka kusaidia adui, wanapigana pia na Mungu. Hatafanya kazi na hao. Katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Anafanya kazi na wao ili aweze kuwapatia mema. Kwa hivyo kuna mema Mungu anataka kuachilia kwetu. Na hii mema inaachiliwa at the appointed time. Nataka tuende mbele za Bwana tukajiombe. Umwambie Bwana, tutubu mbele za Bwana. Kwanza nasikia tutubu mbele za Bwana. Tulishukuru Bwana wakati tuliingia hapa na hata sasa tutamshukuru. Lakini wacha kwanza tutubu. Umwambie Bwana, yawezekana kuna malalamiko ilisimama katikati yangu na ahadi ambazo Bwana umeniahidi, ikafanya nikose kupokea. Because ukiwa mtu wa kulalamika, Mungu ni kukuondoa na kuondoa mbele zake. Ukiwa mtu wa malalamiko, hata kama alikuwa amekupenda, tunaona alichagua, alipatia mfalme anaitwa Sauli kiti. Wakati Sauli ameenda pale amekosea, alafu kuulizwa ameanza kulalamika na kuteta na kunena maneno, Mungu alimtega, akasema nime-reject. Mungu ana-reject wakati anaona watu wake wanalalamika. Kwa hivyo nataka tuende mbele za Bwana. Tubu dakika moja kwa ajili ya maisha yako. Yawezekana kuna ahadi nyingi Mungu amekunenea. Tumeona Ibrahimu alibarikiwa kwa barabara zingine Mungu hakufikiria. Because Ibrahimu Abimeleki anachukua mke wake na Mungu alikuwa amemwahidi nitakubariki. Baraka zingine za Ibrahimu zinatokana na Abimeleki. Na ni baada ya kuambiwa na Mungu, rejesha mke wa nabii wako. Aliporejesha anarejesha na kondoo na ng'ombe na kila kitu, utajiri wa mali. Kwa hivyo upande wa Ibrahimu ahadi ambazo Mungu alikuwa amemwahidi za kumtajirisha zinakimbia. Bwana asifiwe.
Lakini Ibrahimu akiangalia na jicho lingine, ni kupigana wakipigana vita na Abimeleki. Alikuwa ametukana matusi mengi. Watu wengi nyakati hizi matusi imejaa katika vinywa zao. Wanaongea vibaya, wanaongea maneno mengi kwa sababu wako upande huu wa kutokuelewa. Wacheni sisi watu wa Mungu tukatalie upande wa kuelewa. Maana hata mahali panaonekana kama ni mabaya sana, neno la Bwana limesema tunajua ya kuwa Mungu katika mambo yote hufanya kazi pamoja nao wanaompenda. Bwana asifiwe. Akiwa amekupenda Mungu, haijalishi uko katikati ya watu wanaongea namna gani. Wewe kaa ukiwa connected na Bwana na utaona vile mambo yatatendeka. Enenda mbele za Bwana. Ndio Mungu atupatie mamlaka haya. Tuweze kupokea baraka ambazo ametuahidi. Wengine tuweze kujua Mungu kwa undani. Wengine tusije tukalalamika. Enenda mbele za Bwana. Tumwambie Bwana tunatubu. Baba, katika jina la Yesu. Shakata raboza ibaganda reka bahanda raboshi in the mighty name of Jesus Christ. Baba, tunanyenyekea asubuhi ya leo Bwana, umetumelea kupitia kwa neno lako. Tusaidie Roho Mtakatifu kule tumekuwa katika malalamiko, kule hatukuelewa ya kwamba kuna appointed time ambayo umetenda ni kwa ajili yetu Bwana. Tukalalamika kabla wakati wetu ufike, wakati tuliona kama tumechelewa, wakati tuliona mambo yetu kama yamekawia. Baba, tusamehe. Baba, tutakaze kama watakatifu wako Bwana katika nyakati hizi za mwisho, nyakati ambazo ziko na mambo mengi mazito, mambo mengi inafanya watu wako wasielewe Baba yanavyotendeka. Baba, tupatie discernment, tusaidie kuunganika na mawazo yako Bwana, ili kila Bwana unataka tuelewe, ili kila Bwana unataka tukomboe. Baba, wewe unataka tuweze kusimama, tuweze kuelekeza watu wako. Roho wa Bwana tujaze na nguvu za Roho Mtakatifu, tufungue macho ya ndani. Shida zingine tulipitia, tulilalamika ni kwa ajili yake, hatukujua ya kwamba ulizileta ili tusimame katika nafasi zetu kama waombezi, kama wacha Mungu, kama Wakristo, kama kanisa lako Bwana. Tusaidie nabii ili kusudi lako na mausia yako yakaweze kutimia. Kuna Bwana tuliteta kwa ajili ya kukujua, njia huo unapitia, tulikungojea kwa njia moja, tukifikiria hiyo ndio barabara tu unaweza kupitia, hatukujua wewe ni wa njia nyingi. Baba, fungua mioyo yetu, panua mawazo yetu, tukaweze kuingiana na mawazo yako Bwana, vile unataka tufanye kama kanisa, kama Wakristo. Baba, tuelekeze. Si ulitembea na mtumishi wako Ibrahimu akakuelewa? Tupe roho hii Bwana. Si uko na uwezo wa kutupa roho kama hii ili kuwa na mtumishi wako katika jina la Yesu. Baba, tunatubu kwa ajili ya makosa yote tumetenda, kwa ajili ya malalamiko yote tumelalamika. Tumetembea miaka ya kukutumikia katika malalamishi. Baba, tumekuja kufunga malango haya, yametuzuilia miaka mingi, yamezuilia tushikane na mawazo yako, yakatuzuilia kukujua kwa undani. Roho Mtakatifu wa Bwana, shida zingine tulipitia, tukatenda ni kwa ajili ya hizi shida, na umetuonyesha katika neno lako ya kwamba mtumishi wako Ibrahimu ulifunga mke wake tumbo kwa sababu ya tumbo za watu wa Abimeleki. Wakati uliwafungua kupitia maombi ya mtumishi wako, si ulimtembelea na ukampatia mtoto Isaka. Baba, tusaidie roho hii ya kuelewa. Si ndio tunahitaji kama kanisa, si ndio tunahitaji kama Wakristo, ili kusudi lako katika maisha yetu tutaweza kulielewa. Tusaidie Jehova, tusaidie Baba yetu. Hatutatembea tukiwa waombezi ambao hawataelewa kile huwa unafanya. Hatutatembea Bwana wakati hatuunganiki na mawazo yako Bwana, hatuwezi nabii. Tunakuhitaji Bwana, fungua mawazo yetu, fungua mioyo yetu, fungua macho yetu asubuhi ya leo. Tunakuhitaji, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako, ili Bwana hata katika wokovu huu tutatembea kwa kukuelewa, tutatembea Bwana tukijua jinsi unavyofanya kazi, hatutatembea na malalamiko. Tusamehe
katika nyakati zetu, katika majira yetu, si utatusaidia, si utajiinulia vyema, utajiinulia wapenzi ambao wataelewa rakataraboserima. Jehova, tunanyenyekea, tusamehe Bwana, tusamehe. Tulifikiria tunatembea na wewe, lakini tulitembea katika malalamiko. Baba wa mbinguni, shida ambazo unatamani tusuluhishe, tupatie uwezo huu. Tutaingia Bwana, tukapokea hizi nguvu, tutasuluhisha shida ambazo zinakuja katika njia zetu kwa njia ya hekima. Tujaze hekima rakataraboshe in the mighty name of Jesus Christ. Wambie Bwana kujaza na hekima hii, maana kuna shida anataka tusuluhishe, anataka tusuluhishe na watakatifu, sijila tusuluhishe na watumishi. Aliye Bwana katika levo yako, kila mmoja katika levo yake, kuna yale mambo Mungu anataka yashughulikie. Ambia Bwana niwezeshe akuelewa rekebazakaenda, sitateta, sitajifananisha, nataka pia kutubu kwa ajili ya roho ya kujifananisha, kwa ajili ya roho ya kujifananisha. Shakatarabosi, hautaiga mtu mwingine, wewe utakuwa yandika, utafanya kile Mungu alikuitia, utatenda na kile Mungu alikuambia. Shakatarabosi ima, reketani maganda, hata maombezi hatutaimitendi ya watu, hatutafuata tabia, hatutafuata maneno yale yananenwa na watu. Tubu mwambie Bwana, kuna miiba mifano ya wanadamu. Sasa Bwana, tumekuja kutubu, ukatufanye kile chombo ambacho Bwana umekusudia tukawe. Mwambie Bwana, nitakaze nisaidie, sitaiga mifano ya watu, sitajifananisha na mtu mwingine. Baba nisamehe, kule Bwana nimepitia barabara za kujaribu kufanana, rekabazekete, reketa nimaganda, natamani kufanana na wewe Yesu, natamani kufanana na wewe, ili kusudi yako katika maisha yangu Bwana likaweze kutimia. Tutakaze Bwana, takaza vinywa zetu kule zilinena kinyume na mapenzi yako Bwana. Shakate ni maganda, vita zikatupata, tukanena kinyume na hatukujua kile unatafuta Bwana. Rimasharabo, reketa rimasekete, kiachilia katika uwepo wa Bwana. Mwambie Bwana, sasa nifanye kiumbe kipya, nibadilishe, badilisha usemi wangu, badilisha mawazo yangu, badilisha maisha yangu. Sitaishi vile niliishi mbeleni. Baba, niumbe tena, nifanye jambo kipya. Rekabaseka, rekabashekarabo, in the name of Jesus Christ. Tusaidie Bwana, hatutaiga elimu za wengine, hatutaiga mafundisho mengine. Baba, tutakuiga wewe. Shakaterima, shakatarabose, utatufundisha Bwana, utatusaidia Jehova, shule ya Roho wako Mtakatifu. Sisi ndio tunatamani Jesus. Mwambie Bwana, najiachilia kwako. Roho Mtakatifu, take over. Nataka tusimame juu na miguu yetu. Unapomwambia Bwana, ninajiachilia kwako. Asubuhi ya leo ninajiachilia katika barabara ambayo ulikusudia niweze kuingia. Wengine Bwana anasema shida zilizowapata ni ili kusuluhisha shida za wengine. Kuna watu wanapitia hali kama hiyo, unasikia imekuwa ngumu sana kwako. Enda mbele za Bwana dakika moja, bila watu wanaopitia katika hali kama zile unapitia. Hizi hazitakuja kwa ajili yako, zimekuja ndio utatue shida
Mungu akatembelea Sara, akafungua tumbo yake. Siku na shida zenu zitatembelewa na Mungu, ataziondoa yeye. Kwa ajili umesimama, kwa ajili ya shida za wengine. Reka mashaka, reka maganda, reka tarimosaya. In the mighty name of Jesus Christ. Mbea watu wanaopitia shida zinafanana na hiyo yako. Usione shida yako tena. Yako sio shida. Bwana ameileta ili usuluhishe za wengine. Hata kama hangekukamata na hiyo, haungejua kuna watu wanapitia hiyo. Shakata na Mose anasema kama hangekufanya kuwacheka, hatungejua kuna watu wagonjwa. Mwambie Bwana ni asante. Ni kwa ajili ya mambo yale unatenda. Thank you Holy Spirit of God. Shakata na Mose. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit of God. We welcome you Holy Spirit in our midst. We welcome you Adonai in our midst. We welcome you El Gibor. Tawala Bwana. Tawala maisha yetu Bwana. Tawala nafsi zetu Bwana. Tawala mawazo yetu Jehova. Tunakutazamia Bwana. Kama kanisa tunakutazamia. Asante Roho Mtakatifu. Tufanye vyombo za dhamana. Iga mioyo yetu ya thamani. Katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Mwambie Bwana akurejeshe katika nafasi yako. Hautaondolewa tena na mateta. Hautaondolewa tena na malalamishi. Reka masaka ya ndani bagada. Ipoza wakati Sara alisikia malaika wa Bwana wakisema ya kwamba wakati kama huu mwaka ule mwingine atapata mtoto, alicheka maana hakuamini. Sikumwambia Bwana tunaondoa hata kicheko cha kutokuamini, maana sisi tutakuamini na kile Bwana umekusudia kutenda hautazuiliwa katika maisha yetu. Nasema ni asante Bwana. Thank you Jesus. Thank you. Mwambie Bwana ni asante. Na tukiwa katika hiyo hali, nasikia kuomba na watu ambao umeishi katika mateta na malalamiko. Mambo mengi yakitendeka katika maisha yako, unajikuta ukiteta ukilalamika. Mpaka saa zingine unakuta Mungu anakunenea ama anakuachilia mapigo. Unajikuta katika vita za aina nyingi. Maana jambo lililokuwa limekuja katika maisha yako, wakati mwingine ulikosa kuelewa ya kwamba Mungu hakutaka ndani yako kutoke mateta. Ndiposa wakati Ayubu hakujua kile kilikuwa kinaendelea, wakati alienda kuinua sauti ya kujibishana, Bwana alimwambia kama wewe ni mwanaume simama, tujibishane na wewe. Wakati aliulizwa swali moja la kwanza, mahali ulikuwa wakati ulikuwa naweka misingi ya dunia, alishindwa akanyenyekea mbele za Bwana, akamwambia Bwana nimenyenyekea. Si Mungu anatafuta watu ambao watanyenyekea, maana makusudi ya Bwana yakitendeka, yeye ako na uwezo wa kupitia njia yoyote na tusimulize swali. Ila kwetu ni kuelewa na kusimama katika njia za Bwana. Kama umekuwa katika hii hali ya kuteta mambo mengi yakitendeka, unakosa kuelewa ni kwa nini inatendeka. Unajikuta umeteta baadaye ndio Mungu anakuja kukukemea. Tokea hapa mbele za Bwana. Tokea mahali hapa niweze kuomba na wewe. Tuondoe hilo wingu la mateta. Tuondoe wingu la maneno. Shida zingine zimekupata unauliza Mungu maswali mengi sana. Ondoka katika kiti chako kuja mahali hapa. Tukamwambia Bwana ya kwamba tunafunga milango hii. Tunafungua mlango wa kuelewa. Mlango huu ulitembea na Ibrahimu. Akakosa kuteta wakati aliona hata mke wake amechukuliwa. Alinyamaza baada alikuwa na ahadi ya Bwana. Mtu aliye na ahadi ya Bwana, kuna mambo haitamtisha. Kuna mambo haitasumbua moyo wake. Kuna mambo haitaweka mashaka ama uoga katika maisha yake. Hilo ni mikono ya mbele za Bwana. My God and my Father. Shakata raboza mahamu. Reka baranda mashaka. In the mighty name of Jesus. Baba ninakushukuru. Watu wa wapendwa. Ninaondoa wingu lote Bwana la malalamiko na mateta. Ikiwa hili ndilo jambo linaweza kuzuilia maisha yao sana Bwana. Ninatangaza Bwana ya kwamba hawa katika mwaka huu wa 2026 hawatatembea katika kuteta. Hawatatembea katika kulalamika. Baba, hawa utawafungua macho yao ya ndani na masikio yao ya ndani itakusikia na watakuelewa Bwana. Na kwa sababu ya hii Bwana, ninafunga kila malango yote Bwana ya malalamiko. Shakata la Mose, malango haya ninayafunga katika jina la Yesu. Natangaza neema ya Bwana. Natangaza moto wa Bwana. Rakata
rabosha maganda. In the mighty name of Jesus Christ. Kuanzia sasa hautalalamika tena. Mlango wa malalamiko ninafunga. Ninaondoa mwaka wako wa kutembelewa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sheketa mbaganda na utoa moyo wa kuteta na utoa moyo wa malalamiko. Kila jambo linatendeka kwako. Bwana kuna hatua zile anataka uchukue. Utaombea watu wanapitia mambo kama yale unapitia, na wao watakombolewa, wao wataokolewa, na wewe utajipatia nafasi ya kutembelewa na Bwana. Pokea neema ya Bwana kuanzia sasa na kuendelea. Moyo wako hautakuwa na kuteta, moyo wako hautalalamika, moyo wako hautakuwa na maswali. Shakata na bosi na rejesha moyo wa shukrani na tangaza moyo wa shukrani ukarejea ndani yako sasa. Kuanzia sasa Bwana anasema ukimtolea shukrani atakushangaza, atakuchekesha kila wakati, maana utafurahia amani na baraka za Bwana. In Jesus name. Reka bashaka tumwambie Bwana Yesu. Tumwambie Bwana Yesu. Tumwambie Bwana Yesu. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana. Tunapoenda kumalizia kushukuru Bwana, maana atatutembelea, atatuongoza katika mwaka wa shukrani. Hakutapatikana matenda ndani yetu. Baba, tumetubu yote yale yalikuwa yanatuzuilia, yale yametuzuilia miaka mingi. Anzana nasi Bwana katika mwanzo huu sana, ili Baba katika safari yetu ya mwaka huu Jehova utatusimamisha panapo nafasi Bwana, na utaturejesha katika nafasi zetu. Ninakushukuru ni kwa ajili ya kila mmoja. Asante Bwana kwa kunena na mioyo yetu. Bariki wale wote Bwana wamenisikiliza. Bariki wale wote Bwana umeleta katika nyumba yako, ili Bwana kupitia kwa neno hili ukalete ukombozi katika maisha ya wengi katika jina la Yesu. Tunasema ni asante Bwana. Ninakushukuru maana wewe ni mwema. Kwa kuwa ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba, kushukuru na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tunafika mwisho wa ibada yetu. Kwa hivyo nikiomba kwamba tunapoendelea katika haya maombezi ni wakati wetu mwema wa kufungua mioyo yetu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu usiwe mwaka wako wa kuzuiwa na chochote. Usikubali malalamishi ya kutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu tulimjua mtu ambaye hakutanguliwa na malalamishi. Daudi tukamjua vile vile. Yusufu pia akauzwa na ndugu zake, hatuja kuona akiteta. Kwa hivyo kuna barabara Mungu anataka tuishike. Danieli akapangiwa kuwekwa kwenye shimo la simba, hatukumuona akiteta. Hakuwa na maswali anauliza kwa nini wananitupa na mimi sijakosea. Shadraka kabisa kama leo. Kwa hivyo kuna hayo Mungu anatutengenezea mwaka huu. Anataka tuipitie. Nayo inaitwa hayo ya shukrani kwa watu wa Mungu. Na tukifanya hivi kuna mambo ambayo Bwana atayatenda katika maisha yetu. Kwa hivyo Bwana awabariki sana, awatende mema, uwe na siku ya baraka.